Hello, uhali gani mfuatiliaji wa 360 on air? Hope wewe ni mzima kabisa wa afya. Ni jambo jema la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Yes, karibu. Bana, kuna big exclusive ambayo tumeipokea hivi punde baada ya mtu mwenye ushawishi mkubwa kwenye mitandao ya kijamii ambaye anaishi nchini Marekani kutangaza tour yake ya kuja Afrika. Na kwa majina anaitwa iShowSpeed. iShowSpeed ametangaza kuja Afrika. Lakini kuna jambo moja limewacha wengi midomo wazi. Nchi yenye vivutio vikubwa kama Serengeti, mlima Kilimanjaro pamoja na Zanzibar, sehemu yenye bichi safi kabisa. Nchi ya Tanzania haipo kabisa kwenye orodha ya nchi 28 ambazo iShowSpeed ameziorodhesha. Je, ni kusahaulika au kuna sababu nyuma ya pazia? Najua unatamani kujua vingi kuhusiana na stori hii, basi tazama hadi mwisho. Pia usisahau kusubscribe channel yangu ya YouTube @Moka360 on air. Basi ukifanya hivyo wewe utakuwa wa kwanza kabisa kuweza kupata taarifa zetu, nini ambacho kinaendelea moja kwa moja. Basi bwana, moja kwa moja nikupeleke kwenye story kamili. Baada ya iShowSpeed, mtu mwenye ushawishi mkubwa kwenye mitandao ya kijamii kuweza kutangaza ziara yake ya kutembelea nchi 28 za Afrika, na watu wengi wanajiuliza maswali. Je, kwa nini nchi kama Tanzania imeshindwa kuorodheshwa? Na hapa tuna maswali ya baadhi ya majibu ya maswali yako. Tuanze na wasifu wa iShowSpeed kwa watu ambao hawamtambui. iShowSpeed ambaye jina lake kamili ni Darren Jason Watkins Jr. ni mmoja ya vijana maarufu zaidi duniani kwenye mitandao ya kijamii hususan YouTube. Alizaliwa tarehe 21 Januari mwaka 2005 nchini Marekani na amejijengea umaarufu mkubwa kupitia maudhui yake ya burudani, michezo ya video, reaction videos pamoja na live streams zenye mvuto wa kipekee. Umaarufu wa iShowSpeed haukuja kwa bahati mbaya. Amefanikiwa kuvuka mipaka ya mtandao na kuwa nembo ya kizazi kipya cha digitali entertainment. Kwa sasa ana mamilioni ya subscribers duniani kote, wakiwemo mashabiki wengi barani Afrika. Speed anajulikana kwa nishati yake ya hali ya juu, ucheshi wa asili na uwezo wa kuunganisha watu wa tamaduni tofauti kupitia burudani. Katika miezi ya hivi karibuni, iShowSpeed alitangaza rasmi dhamira yake kubwa ya kutembelea bara la Afrika, hatua iliyopelekewa kwa shangwe kubwa na mashabiki wake. Tangazo hilo lilionyesha wazi mapenzi yake kwa Afrika, bara lenye utamaduni tajiri, watu wakalimu, muziki wenye mvuto wa kimataifa na historia ya kipekee. Hata hivyo, katika mazungumzo na dalili zilizojitokeza kuhusu ziara hiyo, nchi ya Tanzania haikuonekana kuorodheshwa miongoni mwa nchi anazopanga kuzitembelea kati ya nchi 28, jambo lililoibua maswali mengi kwa Watanzania na wadau wa utalii. Hili ni jambo la kushangaza kwa sababu Tanzania ni moja ya nchi zinazoongoza barani Afrika kwa vivutio vya utalii kupitia takwimu nyingi. Nchi hii ni nyumbani kwa mlima Kilimanjaro, mlima mrefu zaidi barani Afrika, hifadhi ya Serengeti maarufu kwa uhamiaji mkubwa wa wanyama duniani, Ngorongoro Crater, urithi wa dunia, pamoja na Zanzibar, kisiwa chenye historia, fukwe za kuvutia na utamaduni wa kipekee wa Kiswahili. Kwa kijana kama iShowSpeed ambaye hulenga maudhui ya kusisimua na uzoefu wa kipekee, Tanzania ingeweza kuwa hazina kubwa ya content, kuanzia safari za polini, tamaduni za Kiafrika, chakula cha asili hadi michezo na burudani za vijana. Kutokuwepo kwa Tanzania kwenye orodha hiyo hakumaanishi kupuuzwa kabisa, bali kunatoa wito kwa wadau wa utalii, maudhui na vijana wa Kitanzania kutumia fursa ya kidijitali kuitangaza nchi yake yetu duniani. Dunia ya leo inaendeshwa na mitandao ya kijamii na influencers. Mmoja anaweza kubadilisha taswira ya nchi mbele ya mamilioni ya watu. Kwa hiyo swali linabaki wazi, je, ni wakati sasa Tanzania kuchukua nafasi yake kikamilifu kwenye ramani ya maudhui ya kimataifa? Na je, ziara za wasanii na creators wakubwa kama iShowSpeed zinaweza kuwa chachu ya kukuza utalii wetu? Tanzania bado ni kitovu kikubwa cha utalii barani Afrika, na uwepo na kutokuwepo kwa mtu mmoja haupunguzi thamani yake, lakini ni jukumu letu sote kuhakikisha dunia inaliona, inalifahamu na kutambua taifa letu kupitia majukwaa ya kisiasa na ya kidijitali. Nimeweza kupokea comment za wadau wengi sana ambao waliweza kucomment kwenye ukurasa wa iShowSpeed kwa kusema, wengine wanasema
kwa nini ameshindwa kuorodhesha nchi kama Tanzania? Watu wengi walikosa maswali, lakini wengi wao waliweza kujiongeza na kusema maybe labda kutokana na migogoro ya kisiasa ambayo inaendelea nchini Tanzania, labda inaweza ikawa sababu kubwa sana ya IShowSpeed kuto kuweza kumention Tanzania, au labda barozi zake zimeweza kumkataza kwamba usiende Tanzania kutokana na vuguvugu ambalo linaendelea la kisiasa, kwa sababu nchi hali yake imekaa sawa, lakini bado kuna vitisho vya hapa na pale kwamba vijana wengi wa Kitanzania kwenye makundi ambao wanajiita kwa jina la Gen Z wanapanga kwamba tarehe 25 kupanga kutoka nje kwa ajili ya maandamano, kutokuridhishwa na mambo baadhi ambayo yametokea katika uchaguzi ambao ulifanyika tarehe 29 Disemba. Hivyo basi wameshindwa kufikia makubaliano mazuri pamoja na serikali yao, na hivyo kuweza kutaka kufanya kitu kama maandamano, na hii itakuwa ni sababu kubwa ya ubalozi wa Marekani kuweza kumzuia IShowSpeed kuja Tanzania kutokana kuonekana bado hali ya amani haijakaa sawa. Hizo ni comments za watu ambao walikuwa wana guess tu, lakini hazina uhakika ndani yake, wala haikutoka sababu maalum kwa nini IShowSpeed hajaorodhesha nchi ya Tanzania kuja kutembelea kwenye ziara yake ambayo ataifanya ndani ya siku 20 kwenye nchi ndani ya siku 28 kwenye nchi 20 bana. Hizo zilikuwa ni updates za Moka 360 on air, na usiache kusubscribe channel yetu ya YouTube at 360 on air. Pia unaweza kutufuata pale Instagram at Moka 360. Basi tutakuwa umetisha sana na ni vizuri sana kusubscribe, pia kubonyeza alama ya kengele kwa ajili ya kuweza kuwa wa kwanza kabisa kuweza kupata updates zetu ambazo tutakuwa tunatoa.